Nitoa ile aya Mwenyezi Mungu ameeleza dhalika wa man yu'adhimu sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub, kama yote anaitukuza matukufu aliyoweka Mola. Mwenyezi Mungu amesema hapa Muzdalifa ni mahala patukufu, Arafa patukufu, Mina. Basi wewe usije ukapendeza na yote anaitukuza yale mambo mazuri hayo, basi huo ni katika faida hamitakuwa kulubu katika uchamungu. Haya ni maagizo, ni amri ambayo zipo kwenye Qur'an, kwamba hala Uislamu msifanye mchezo. Hakikisheni vitu kama hivyo ambavyo Bwana amevichukuza na nyinyi vichukuze. Ni amri. Niko katika surati Hajj, kwamba ni katika uchamungu. Sasa mimi sielewi hao una dalili gani mpaka kuiona Maka ni ovyo, wamefika kusema kwamba bora nchi ya Jamaika. Na wala sio huyu tu, na wengineo wengi. Wengine wanasema kule Maka siku hizi makafiri, walifika kusema hivi. Wanasema ile nchi ya makafiri imekuwa mbaya, haifai. Katika Mtume sallallahu alaihi wasallam amethibitisha katika hadithi kwamba imani inazunguka Maka na Madina mpaka siku ya kusimama Kiyama. Sasa kwa mtu mwenye akili nzuri, sidhani kama atawaamini hao mabwana. Ndio Mola amemwambia mtume wake, amempa wahi kwamba tukasikiliza watu wa mitaani, tukaacha maneno ya Mola. Aya hii inatuambia faj'alu afidatan minan nas. Unanielewa? Surati Ibrahim, kwamba Nabii Ibrahim aliomba kwamba Mola jalia katika afidatan minan nas, mioyo ya baadhi ya watu, tahawi ilayhim warzuqhum min athamarati la'allahum yashkurun. Jalia katika mioyo ya baadhi ya watu waipende hii Maka. Ni Qur'ani, wala hapa haijasema ipende miji ya New York na miji mingine, au Singida, lakini hapa inaonyesha utukufu wa Maka. Hatuna maana miji mingine haifai, lakini maandiko yanaonyesha kwamba wale watu ambao tahawi ilayhi, watakaoipenda Maka, hao ndio watakuwa watu wazuri. Na hapo wanazuoni wamefasiri, akiwemo Ibn Abbas akasema ile neno faj'al afidatan minan nas, baadhi ya watu, mila hiyo nini takurudia, yani juzu au baadhi nas. Faj'al afidatan minan nas, ile ni baadhi ya watu, sio watu wote.